Wakati nimefundisha somo la kwamba unatakiwa upunguze chipukizi la mgomba lililo mbele kama hili, ili mkungu uweze kunenepa na kuwa na ndizi kubwa. Nimepata maswali pia ambayo nimeona ni vizuri pia nikaelezea, ili kwa mtu anayeendelea kujifunza aweze kufaidi zaidi. Kwa hiyo mgomba unakuwa na maua ya aina mbili, maua ya kike na maua ya kiume. Haya unayoyaona hapa ni ndizi ambazo zimetoka kwenye maua ya kike. Kwa hiyo maua ya kike yenyewe yanazaa, maua ya kiume yenyewe hayazai. Na utatofautishaje ni kwamba maua ya kiume ya kike yanaanza huku juu, mgomba unakotokea kutoka kwenye shina kama unavyoona. Kwa hiyo yanaanza ya kike ambayo ndio yanatoa ndizi, alafu unashuka chini, yakimalizika haya ya kike yanaanza ya kiume. Na tofauti yake utakuta kwamba yale ya kike yanakuwa marefu kutoka hapa mpaka hapa. Kama hii ndizi tayari hii imeshakuwa ndizi, tutaona ambayo bado hayajawa ndizi kubwa. Na kwa hiyo maua yake yanakuwa makubwa, marefu, na hiki kisehemu cha mwisho au hiki kikonyo kinakuwa ni sehemu ndogo. Wakati huku ni kinyume chake, maua ya kike ya kiume ambayo hayazai ndizi inakuwa kama unavyoona huku. Kwa hiyo ile sehemu ambayo ingekuwa ndizi unaona hapa ni kidogo, halafu sehemu ambayo inakuwa na kama kikonyo hiki hapa, maua yenyewe yanakuwa marefu. Kwa hiyo naona ndizi, sehemu ya ndizi ndogo, sehemu ya ua ni kubwa. Kwa hiyo hili ni ua la kiume halizai, halafu haya ni maua ya kike ndio yametengeneza au yamezaa ndizi. Kwa hiyo sasa pale tu yanapoishia haya maua ya kike au pale zinapoishia ndizi ndio unatakiwa ukate. Kwa mfano kama hapa kidogo tumeshachelewa. Kwa hiyo hapa nakata hivi. Kwa hiyo hapa ile nguvu ambayo ingetumika na mmea kuendelea kulikuza hili inaishia hapa. Kwa hiyo ikiishia hapa inatumika sasa kuunenepesha huu mgomba. Tuangalie mgomba ambao bado ni mchanga. Kwa hiyo huu ni mgomba mchanga kama unavyoona. Kwa hiyo huku yanaanza maua ya kike, ndo haya hapa kama nilivyosema, yanakuwa na sehemu ambayo itakuwa ndizi ndefu, alafu sehemu ya kikonyo ni ndogo. Kwa hiyo hili bado ni la kike, hili bado la kike, hili la kike, hili la kike. Na hapa chini bado hata hili ni la kike pia. Unaona sehemu ambayo inakuwa ndizi bado ni kubwa. Alafu ukiangalia huku chini bado zinatoka huku. Kwa hiyo kama hii bado, usiharibu mgomba wako kwa kukata kama hii bado. Unasubiri hapa pamalizike, pashuke chini ndio unakata. Ngoja tuone mgomba mwingine. Mgomba mwingine huu hapa. Kwa hiyo unaona maua ya kike tayari yamesha, hizo ndizi zinaendelea, na hapa tayari ya kiume yameanza kutokea. Kama nilivyosema, ya kiume yanakuwa na sehemu ya ua kubwa, alafu sehemu ya ambayo ingekuwa ndizi ni ndogo. Kwa hiyo kama hapa naona, kwa hiyo tayari hapa ndizi zimeshaishia hapa. Kwa hiyo hiki kitakuwa kichane cha mwisho, huku yatakuwa ni maua ya kiume. Kwa hiyo kama hii tayari unaweza kukata hili konyo hapa. Kwa hiyo unatoa namna hii, nakata hapa. Kwa hiyo hapa mgomba wetu utanenepa vizuri, utakuwa na ndizi kubwa zaidi kuliko kama tungeacha hili liendelee kukua hapo. Kwa maana ile nguvu ambayo ingetumika na mmea kwa ajili ya kulinenepesha na kulirefusha hilo inaishia hapa kwenye mgomba. Kwa hiyo mgomba wetu utakuwa na ndizi nene zaidi. Naona hapa tulishakata, kwa hiyo ndizi zetu zinaendelea kunenepa. Hapa ilikatwa pia, lakini ilicheleweshwa kwa sababu hili lilikuwa sana mpaka huku. Naona hapa kulikuwa na mchanganyiko kidogo, kuna ua la kike hili hapa limezaa kandizi kadogo, lakini haya ni maua ya kiume. Kwa hiyo hapa pote ingetakiwa tukatie maeneo fulani hapa ili ndizi iweze kunenepa zaidi. Alafu kuna hii unaona imezaa, unaona sasa haya ya kiume. Na katika hapa kuna kitu hamna ndizi tena, zitaishia hapa. Kwa hiyo hii inatakiwa ikatwe namna hiyo. Hiyo hapa ndizi yetu itanenepa zaidi. Hapo nimekata tu kuonesha, lakini kama ukiwa na kisu au panga inakuwa rahisi zaidi, na pia utazuia utomvu kama huu ambao huu ukinasa kwenye ngozi, kuna wengine unawasha, na pia ukinasa kwenye nguo
huwa inakuwa ngumu kufua, wakati mwingine zinakuwa zimefubaa kabisa. Halafu mwisho kabisa bila kusahau mwamba wa mkono wa tembo, yeye kama nilivyosema huhitaji kukata kikonyo, huwa inajikata yenyewe kiasili. Na huyu mwamba hapa anatucheka, yeye kaweka ndizi moja tu. Jamani, kama hujasubscribe tafadhali fanya hivyo ili uendelee kujifunza mbinu kama hizi za ufugaji na kilimo. Asante sana kwa kutazama.